Umeshawahi kusikia watu wakisema kilimo cha ndizi kinalipa? Najua umesikia. Tena wanasema kinalipa sana. Lakini kinalipa maana yake ni shilingi ngapi hasa? Yaani unaweka shilingi ngapi, unapata shilingi ngapi, na mwisho wa siku mfukoni mwako zinabaki ngapi? Sasa leo tutafungua daftari na kupiga hesabu halisi pamoja. Haya ndiyo maswali ya msingi, si ndio? Kabla hujaweka hata shilingi yako moja shambani, lazima ujue majibu ya maswali haya. Na majibu yanatakiwa kuwa namba halisi, sio tu zile hadithi za kilimo bwana, kinalipa sana. Basi, bila kupoteza muda, hebu tuingie kwenye hesabu zenyewe. Na hizi sio namba za kubahatisha, hapana. Hizi ni namba halisi kutoka shambani, tukizingatia gharama za kweli na bei za soko la Tanzania hivi sasa. Sawa, tuanze na hali ambayo wakulima wengi huanzia. Tunachukua shamba la ekari moja, tunaweka mimea 450 ya ndizi aina ya Cavendish. Na jambo muhimu sana, hapa hatutumii mfumo wa umwagiliaji wa matone. Je, gharama za kuanzia zitakuwaje? Okay, hebu tuangalie jedwali hili. Kwanza kabisa, kuandaa shamba kwa kulima na trakta itakugharimu kati ya N120,000 hadi N200,000. Pili ni miche. Hapa gharama inatofautiana sana. Inategemea unatumia miche ya kisasa ya maabara, ile tunaita TC, au unatumia machipukizi ya kawaida. Kisha kuna mbolea. Kwa mwaka mzima itakugharimu kati ya N380,000 hadi N620,000. Alafu unaongeza dawa. Na bila kusahau gharama za vibarua wa kupanda, kupalilia na kazi nyingine. Kwa hiyo, ukijumlisha gharama zote hizo, mtaji wa kuanzisha shamba lako la ekari moja bila drip unahitaji kuwa na kati ya shilingi milioni 1.3 hadi milioni 2.3. Hii ni namba ya kwanza kabisa unayopaswa kuwa nayo kichwani. Sasa, tumeshaona pesa inatoka. Vipi kuhusu pesa inayoingia? Tufanye makadirio ya uhalisia. Katika ile mimea 450 uliopanda, sio yote itafika mwisho. Tusema 383 ndiyo itakuwa vizuri na kukupa mavuno. Na tukikadiria kila mkungu utauza kwa wastani wa shilingi 12,000 tu, hesabu inakuwaje? Ukipiga hesabu rahisi hapo, mimea 383 mara shilingi 12,000 unapata mapato ghafi, narudia, mapato ghafi ya takriban shilingi milioni 4.6 kwa mwaka wa kwanza. Hii ni kabla hujatoa gharama zako. Na sasa, hapa ndipo tunapata ile namba ambayo kila mtu anaisubiri. Faida halisi mfukoni. Ukichukua ile milioni 4.6 ukatoa ule mtaji wako wa awali, pesa inayobaki kwako ni kati ya shilingi milioni 2.3 hadi milioni 3.3 kwa mwaka wa kwanza. Lakini ngoja kwanza, lazima tuwe wa kweli hapa. Hizi namba za milioni 3 ni za mkulima anayezingatia kanuni, anayefanya kazi vizuri. Kuna upande wa pili wa shilingi. Mkulima anayelima kwa mazoea tu bila kufuata kanuni anaweza kuishia na faida ya chini mpaka shilingi 180,000. Hebu fikiria tofauti, milioni 3 dhidi ya 1.8. Chanzo cha tofauti yote ni maarifa. Sasa, hebu tuongeze game changer kwenye hisabu zetu. Tuseme sasa unaamua kuwekeza kwenye teknolojia ya umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation. Je, mambo yanabadilikaje? Hivi ndivyo shamba la kibiashara la kisasa linavyoonekana. Mfumo huu wa drip unahakikisha kila mche unapata maji na mbolea kwa usahihi kabisa. Hii huongeza mavuno kwa kiwango kikubwa sana, lakini bila shaka uwekezaji huu una gharama yake. Okay, gharama ya kufunga mfumo kamili wa drip irrigation kwenye ekari moja ni kati ya shilingi milioni 1.5 hadi milioni 3. Hii ni gharama ya ziada juu ya ule mtaji wa awali tuliouona. Na hapa sasa kuna jambo muhimu sana la kuelewa. Usishtuke. Kwa sababu ya ile gharama kubwa ya awali ya kuweka drip, mwaka wako wa kwanza unaweza kupata faida ndogo sana, au wakati mwingine hata hasara. Lakini subiri uone kuanzia mwaka wa pili na kuendelea, faida inaruka na kuwa kati ya milioni 3 hadi milioni 8 kila mwaka. Kwa nini?
kwa sababu mavuno yanaongezeka na ile gharama kubwa ya kuanzisha haipo tena. Hii ndio siri. Uwekezaji wako wa drip unajilipia wenyewe ndani ya miaka 2 tu. Baada ya hapo, unapata faida endelevu kwa miaka mingi ijayo. Na sio hivyo tu, drip inasaidia kupunguza matumizi ya mbolea kwa karibu 30%. Sawa, tumeona hisabu ya ekari moja. Vipi sasa kama wewe ni mwekezaji na unataka kufanya hii biashara kwa kiwango kikubwa zaidi? Hebu tuangalie namba za ekari 5 na ekari 10. Hebu tazama jinsi namba zinavyoruka. Ekari 5 zinahitaji uwekezaji wa milioni 12 hadi 25, lakini mapato ya mwaka kuanzia mwaka wa pili yanaweza kufika milioni 40 hadi milioni 180. Ukienda ekari 10 na zaidi, mapato yanapanda na kuzidi milioni 250 kwa mwaka. Hapa sasa ndipo tunazungumzia kilimo biashara cha kweli. Nitarudia hili kwa sababu ni muhimu sana. Hizi namba za faida kubwa tunazoziona ni za kuanzia mwaka wa pili na kuendelea. Mwaka wa kwanza, gharama za kuanzisha shamba zinakula sehemu kubwa ya faida. Mkulima anayeingia akitarajia kupata milioni 8 mwaka wa kwanza atavunjika moyo. Sisi tunakuambia ukweli mapema. Hii ni biashara, sio ndoto. Sasa swali ni, unawezaje kuhakikisha wewe unaangukia kwenye hizi namba za faida kubwa na sio zile za chini? Jibu ni moja tu: maarifa sahihi na mwongozo wa hatua kwa hatua. Hizi hesabu zote tulizopiga na mchanganuo wa kila kipengele kwa undani zaidi vimetoka ndani ya mwongozo wetu kamili, kitabu cha kilimo cha ndizi kwa mkulima wa Tanzania. Ndani ya huu mwongozo utapata kila kitu unachohitaji. Sura 15 za kina zinakupitisha hatua kwa hatua. Kuna picha halisi kutoka shambani, majedwali yanayokupa vipimo sahihi vya mbolea na dawa, na hata uchambuzi wa soko ili ujue wapi na lini uuze ndizi zako kwa bei nzuri zaidi. Sasa, bei ya kawaida ya maarifa haya yote ni shilingi 95,000. Lakini kwa ofa maalumu ya mwezi huu, unaweza kukipata kwa shilingi 29,000 tu. Nasikiliza dhamana yetu. Kama utasoma kitabu hiki na uhisi hujajifunza kitu chochote kipya kitakachosaidia kilimo chako, tunakurudishia pesa yako yote bila kukuuliza swali. Njia ya kukipata ni rahisi sana. Kwanza, lipa shilingi 29,000 kwa M-Pesa kwenda namba 076307100. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Pili, tuma ujumbe WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo ukiandika barua pepe yako, yani email. Ndani ya dakika chache tu, kitabu kitakuwa kimekufikia. Kwenye uchambuzi wetu ujao, tutazama kwa undani zaidi kwenye swali hili la drip irrigation. Je, ni uwekezaji unaolipa au ni hasara kwa mkulima wa kawaida hapa Tanzania? Tutavunja hesabu zote. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe. Na sasa ni zamu yako. Nataka kusikia kutoka kwako. Kama ungekuwa na ekari moja ya ardhi, wewe ungelima ndizi au ungelima zao lingine? Na kama ungechagua ndizi, ungeanza na miche ya tisi au machipukizi? Andika hesabu zako kwenye sehemu ya maoni hapo chini, nataka kuziona.